الحمد لله على آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، usikum wa nafsi bitaqwa Allahi tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo tukiwa katika silsila ya mfululizo wa maneno yetu au nasaha zetu au kumbusho wetu, leo tutakuwa na majlisi ya 16, majlisi ya 17, ambako katika majlisi ya 16 tuliangalia hukumu salati ala almayyit, hukumu ya kusalia maiti, na leo tutaangalia kipengele cha pili katika hukumu salatu ala almayyit. Tutaangalia hukumu salati ala baadhi ajzai almayyit, hukumu ya kusalia baadhi ya viungo vya maiti. Yani mfano, maiti imekutwa hali ya kuwa haina viungo vyote, labda ameliwa na samaki au ameliwa na mnyama. Ni ipi hukumu yake maiti hii? Labda kikakutwa kichwa au sehemu yoyote katika mwili wa hii maiti. Qad waradat atharun taduru baina ad-du'f wal-irsal an ba'd as-sahaba annahum sallu ala ba'd ajza'i al-mayyit. Kuna baadhi ya athari zimekuja ambazo athari hizi zina njia mbili. Kuna baadhi ni dhaifu kabisa na zingine zina hukumu ya irsal. Kwa maana tunaposema irsal, kwa maana ni inqata sanaduhu, yani imekatika ile sanadi yake. Na kama zifuatazo nitazieleza hapa baadhi ya hizo athar. Miongoni mwa hiyo ni athari ya kutoka kwa Khalid ibn Mi'dan au ibn Ma'dan anna Aba Ubaida salla ala ru'usin bisham, ya kwamba Abu Ubaida aliviswalia vichwa alipokuwa katika mji wa Sham. Hii ni athari ambayo ni mursal. Athari hii ni mursal ambayo ameieleza Ibn Abi Shayba ukurasa nambari 1413. Lakini pia na Imamu Baihaqi ameieleza athari hii juzuu ya 4 ukurasa wa 18. Kwa hiyo ni athari ya kwanza, lakini ni athari ambayo ni mursal. Waruya an Abi Ayyuba, imepokelewa pia kutoka kwa Abu Ayyub annahu salla ala rijlin, kwamba yeye Abu Ayyub aliuswalia mguu katika viungo, akakuta mguu, basi akauswalia. Pia athari hii ni dhaif, akhrajahu Ibn Abi Shayba, ameieleza Ibn Abi Shayba juzuu ya 3 ukurasa wa 40. Na athari nyingine ni kutoka kwa Umar annahu salla ala idhamin bisham, hakika yeye aliswalia mifupa katika mji wa Sham. Hii ni athari pia akhrajahu Ibn Abi Shayba juzuu ya 3 ukurasa wa 41. Kwa hiyo ukiangalia athari hizi zote hizi, wanawachuoni hapa wana kauli kama zifuatazo. Ukijumlisha mjumuisho wa hizi athari na zinginezo, wanawachuoni wana kauli 3 katika masala ya kuswalia viungo vya mwanadamu. Kauli ya kwanza, annahu yusalla alayhi sawa'un qalla al-ba'd am kathur. Kauli ya kwanza ni kwamba vitaswaliwa hivyo viungo vitakavyokutwa, sawasawa vimekutwa ni vichache au vimekutwa vikubwa, yani vingi. Wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmad. Hiyo ni kauli ya Imamu Shafi'i na Imamu Ahmad. Ukiangalia katika al-Majmu' ya Imamu Nawawi juzuu ya 5 ukurasa wa 214, wameeleza kwamba Imamu Shafi'i
na Imamu Ahmad msimamo wao uko katika mazingira hayo. Wabihi qala Ibn Hazmi, na kwa kauli hiyo pia ameisema Ibn Hazmi. Ukitazama kitabu chake Al-Muhallal Ibn Hazmi juzuu ya 5 ukurasa wa 138 katika masala ya 580 utakuta kauli ya Ibn Hazmi ikielezea kwamba inafaa kuswalia ima kimeonekana kipande kikubwa au sehemu kubwa au sehemu ndogo. Hiyo ni kauli ya kwanza. Athani, kauli ya pili, in wujida aktharu min nisfihi, ikiwa kitakachokutwa ni kikubwa kuliko nusu yake, ghusila wa sulliya alayhi, kitaswaliwa, yani kwanza kitaoshwa na kitaswaliwa. Yani kile kiungo kilichokutwa kitakapokuwa ni kikubwa zaidi kuliko kilichopotea, basi kitaswaliwa na kitaoshwa na kitaswaliwa. Wa in wujida nisfu, na ikiwa kitakutwa kile kiungo kipo nusu, kwa maana mwili wake asilimia kubwa haukuonekana, imeonekana nusu au sehemu, fala ghasla wala salata, hatoswaliwa, hatooshwa wala hatoswaliwa. Wa huwa kaulu Abi Hanifa, na hiyo ni kauli ya pili, ni kauli ya Abu Hanifa. Lakini pia kauli hiyo hiyo inaungwa mkono wa kaulu Malik qaribin min dhalik, na kauli ya Imam Malik pia ipo karibu na msimamo huo. Fadhahaba ila annahu la yusalla ala al-yasir minhu, Imam Malik amekwenda ya kwamba haitoswaliwa hiyo sehemu ya mwili ikiwa ni ndogo. Kauli ya tatu, annahu la yusalla alayhi mutlaqa, wa huwa kaulu Dauda, kwamba hicho kiungo hakitoswaliwa kabisa. Iko kiungo kitakachokutwa hakitoswaliwa kabisa. Sasa ukiangalia katika kauli hizi zote hizi tatu, ambako kauli ya kwanza tunaona kauli ya kwanza kitaswaliwa hicho kiungo, haijalishi kimekutwa kikubwa au kidogo. Kauli ya pili, kikikutwa nusu yake kitaoshwa na kitaswaliwa, lakini ikikutwa kinyume na hivyo basi hakitoswaliwa wala hakitooshwa. Hiyo ni kauli ya pili. Na kauli ya tatu ambayo inazungumza annahu la salata alayhi mutlaqan, wa huwa kaulu Daud, kwamba hakitoswaliwa kabisa. Ukizipima na kuziangalia hizi kauli zote, walladhi tamilu ilayhi nafsu annahu illam yakun qad sulli alayhi, nafsi inamili na inaelekea wapi? Ni kwamba annahu illam yakun qad sulli alayhi, ikiwa hicho kiungo au ikiwa huyo maiti hakuswaliwa kabisa, fa innahu yughsalu, hakika kitaoshwa, wa yusalla ala dhalika aljuz'i wa yudfan, na kitaswaliwa na kitaoshwa na kitaswaliwa na kitazikwa. Yani ikiwa ile maiti mwenyewe hakuonekana kabisa, kimeonekana sehemu tu katika huo mwili wake, basi maiti huyu ataswaliwa na ataoshwa hicho kipande ambacho kilichokuwa kidogo. Na hii ikiwa nini? Ikiwa kwamba yule maiti wenyewe hakuswaliwa kabisa. Na wa in kana qad sulliya ala almayit, na ikiwa yule maiti alikuwa ameshaswaliwa, yani yeye mwenyewe aliswaliwa isipokuwa baadhi ya viungo vyake ndio havikuonekana, kisha baadaye vikaonekana, thumma wujida juz'un minhu, kisha kikakutwa sehemu katika mwili wake, fala yusalla alayhi, hakitoswaliwa tena kwa sababu mwenyewe akishatangulia kuswaliwa. Walakin yughsal wa yudfan, lakini kitaoshwa na kitazikwa. Wallahu ta'ala alam, na Allah mjuzi zaidi katika masala haya. Kwa hiyo haya ndiyo masala ambayo ningependa kuyazungumza katika upande wa namna au hukumu ya kusalia maiti au sehemu ya maiti ya mwanadamu. Tuingie katika masala mengine ya pili, hukumu salati ala siqti wa tifli, hukumu ya kumsalia siqti. Yani siqti ni yule mtoto ambaye mimba imeporomoka, wa tifli na mtoto mdogo ambaye hajafikisha
umri wa kubaleghe. Kwanza tunaposema tiflu tunamaanisha nini? Tunamaanisha man lam yablughu al-hulma, ni yule ambaye hakufikia umri wa kubaleghe. Yani amekufa ni mtoto mdogo, ima mchanga au katoto kadogo, lakini hajafikia ule umri wa al-hulm. Maiti ya namna hii fa innahu tushra'u salatu alayhi, ni sheria kukiswalia kiumbe hiko kilichokufa chini ya umri wa kubale. Ushahidi ni kutoka kwa Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema hadithi hii ambayo naieleza ni sahihi, ameieleza Imamu Muslim katika sahihi yake, lakini pia na Imamu An-Nasa'i na wengineo katika ahlul hadith. Anasema utiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bisabiyin, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliletewa mtoto mdogo min sibyani al-ansar, katika watoto wa Kiansari, alikuwa ameshafariki. Baada ya kuletewa fasalla alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamswalia. Qalat Aisha, Aisha anaendelea kusema faqultu, nikasema mimi, tuba li hadha, kheri iliyoje ya huyu mtoto, usfurun min asafiri aljanna, ni mtoto mdogo, kwa maana anamfananisha na ndege katika ndege wa peponi. Usfurun ni vindege vidogo vidogo, ni kindege kidogo, min asafiri aljanna, katika vindege vya peponi. Kana kwamba katika maelezo haya Bi Aisha anajazimisha moja kwa moja kwamba huyu ni katika watu wa peponi, kwa sababu amekufa ni mdogo. Lam ya'mal su'a, hakufanya ovu lolote, wala yudrik, na wala hakukomaa, kwa maana hakufikia umri wa bale. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema baada ya kuyasikia maneno haya kwa Bi Aisha, awa ghaira dhalika ya Aisha, una mengine zaidi ya hayo? Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamtoa katika ufahamu ule wa kwamba yeye ni mtoto mdogo na ni moja kwa moja ataingia peponi. Allah ndiyo anajua moja kwa moja. Swala la kuthibitisha kwamba mtu anaingia peponi moja kwa moja ni swala ambalo ni la kiwahai. Wahai mpaka uthibitishe kwamba huyu ni mtu wa kuingia peponi au huyu wa kuingia peponi. Haturuhusiwi sisi Waislamu kujazimisha, yani kukata moja kwa moja kwamba huyu ni wa peponi na huyu ni wa motoni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kumweleza Bi Aisha, khalaqa Allahu azza wa jalla aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba pepo, wa khalaqa laha ahlaha, na amewaumbia pepo hiyo watu wake, wa khalaqahum fi aslabi abaihim, na amewaumba hao wanadamu katika migongo ya wazazi wao, wa khalaqa an-nar, na akaumba pia moto, wa khalaqa laha ahlaha, na akaumbia moto huo watu wake, wa khalaqahum fi aslabi abaihim, na akawaumba hao wanadamu kupitia katika migongo ya baba yao. Kwa maana moto umeumbwa kwa watu wake, waliyadhu billah, na pepo imeumbwa kwa watu wake. Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe katika hao. Kwa hiyo huwezi kujazimisha moja kwa moja, kukata moja kwa moja kwamba huyu ni mtu wa peponi na huyu ni mtu wa motoni, isipokuwa kwa wahi kama ilivyokuja katika Qur'ani na sehemu zingine mbalimbali. Tabati yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab. Umekuja wahi moja kwa moja kuonyesha kwamba huyu ni mtu wa motoni, waliyadhu billah. Kwa hiyo katika hadithi hii tunapopata mahalu shahidi ni hapa, fasalla alayhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akamswalia yule mtoto. Kwa hiyo huyu ndio atiflu, mtoto mdogo au mtoto mchanga. Tukienda katika kipengele cha pili ambaye ni anaitwa asiqtu. Siqtu ni nani? Tuangalia hukumu ya siqtu. Siqtu ni yule mtoto ambaye amezaliwa au imeporomoka mimba. Huyu ndio anaitwa asiqtu. Sasa katika masala ya kumswalia siqtu, yani mtoto aliyeporomoka, mimba iliyoporomoka, wanachuoni wanasema la khilafa baina ahli alilmi anna siqta idha istahalla sarikha au atisa sulli alayhi. Wanachuoni
hakuna tofauti, hakuna khilafu kati yao kwa yule ambaye mtoto mdogo ambaye imeporomoka mimba yake amezaliwa hali ya kuwa ameongea, kwa maana ametoa sauti au amepiga chafya. Hiyo ni dalili kwamba huyo yuko hai. Wanawachuoni kwa mtu kama huyu, kiumbe kama hichi kilichoporomoka, basi wanasema kilichoporomoka katika sura kama hii hakuna khilafu, wote wamekubaliana kwamba kitaswaliwa. Na haya ameyasema Ibn al-Mundhir katika al-Ijma' ukurasa wa 30, wa ajma'u ala anna tifla, na wakakubaliana ya kwamba mtoto mdogo, kwa maana huyu siktu, idha urifat hayatuhu, ikiwa umefahamika uhai wake, maana yake labda alitoa sauti wakati wa kuzaliwa au alipiga chafya, basi huyu sulli alayhi, ataswaliwa. Khilafu iko wapi? Wa inma waqa al-khilafu fi sikti idha lam yastahilla, na khilafu imekuja kwa yule mtoto mdogo ambaye amezaliwa hali ya kuwa hajatoa sauti. Hapa ndiyo kuna khilafu kati ya ahlul ilm. Fadhahaba qaumun ila annahu la yusalla alayhi, baadhi ya watu wanasema, yani baadhi ya wanawachuoni wamekwenda katika msimamo ya kwamba ikiwa hakutoa sauti, annahu la yusalla alayhi, hatoswaliwa. Yurwa dhalika an Jabir ibn Abdullah wa Ibn Abbas, laelezwa hilo kutoka kwa Jabir ibn Abdullah na Ibn Abbas. Wa bihi qala az-Zuhri, lakini pia kauli hiyo ameisema az-Zuhri, wa huwa qawlu Thawri, na ni kauli ya Thawri wal Auza'i wa Maliki wa Shafi'i wa ashabi ar-ra'yi. Hawa ndio waliosema ikiwa mtoto huyu hakutoa sauti, basi mtoto huyu hatoswaliwa. Na maneno hayo utayapata katika Sharh Sunna lil-Baghawi juzuu ya 5 ukurasa wa 373. Wayastadilluna bima rawahu Jabir ibn Abdullah, na wanaeleza, wanatolea dalili kupitia hadithi aliyoeleza Jabir ibn Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, amesema, la yarithu as-sabiyyu hatta yastahilla sarikha, hatorithi mtoto mdogo mpaka pale atakapozaliwa hali ya kuwa ni mwenye kutoa sauti. Hadithi ni sahihi, akhrajahu Tirmidhi, ameieleza Imam Tirmidhi katika Sunan Tirmidhi, hadithi nambari 1032. Wa Nasa'i, na Imam an-Nasa'i pia ameieleza, wa Ibn Majah na Ibn Majah na wengine katika ahlul hadith. Lakini pia kuna hadithi nyingine, japo hadithi hiyo walioitegemea ni dhaif, ambao sanadi yake ni dhaifu, akhrajahu Abu Daud, ambayo inasema anasema idha stahalla almauludu waritha, atakapozaliwa mtoto hali ya kuwa ni mwenye kutoa sauti, atarithi. Kwa hiyo hawa waliosema kwamba mtoto huyu akitoa sauti ataswaliwa, lakini kama hakutoa sauti hatoswaliwa, wametoa dalili kwa hadithi hizi. Japo ukiangalia kwa mbali hadithi hizi hazielezi kwamba mtoto ambaye hakutoa sauti haswaliwi, kama utakavyokuja kuona zitakazojibiwa hoja hizi na wale waliosema kwamba madhehebu ya pili, ambao ndio naieleza hapa, wanaosema kwamba mtoto huyu ataswaliwa. Wadhahaba qaumun, na wamekwenda watu wengine katika ahlul ilmi, ila annahu yusalla alayhi, ya kwamba huyo mtoto ataswaliwa hata kama hakutoa sauti au kutingishika au kupiga chafya wakati wa kuzaliwa, ataswaliwa. Yurwa dhalika an Ibn Umar, limeelezwa hilo kutoka kwa sahaba Ibn Umar wa Abi Huraira, na pia ameeleza Abu Huraira. Wabihi qala Ibn Sirin, na pia amesema kauli hiyo Ibn Sirin,
wa ibn al-Musayyab, lakini pia Sa'id ibn al-Musayyab, wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaqa, na ndio kauli ya Imamu Ahmad na Ishaqa ibn Rahawayh. Wao wanasema kwamba mtoto huyu ataswaliwa hata kama hakutoa sauti. Wastadallu bihadithi al-Mughira ibn Shu'bah, wakatoa dalili kwa hadithi aliyoipokea Mughira ibn Shu'bah, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wasiqtu yusalla alayhi, na siqtu huyu aliyeporomoka, yusalla alayhi ataswaliwa, wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahma, na wataombewa wazazi wake, wa yud'a liwalidayhi, na wataombewa dua wazazi wake, bil maghfirati war rahma, wataombewa maghfira na msamaha. Hii ni hadithi sahihi. Hadithi hii ni sahihi, akhrajahu Tirmidhi, ameieleza hadithi hii Imamu Tirmidhi, ni hadithi nambari 10,031, wa Nasai, na Imamu Nasai pia ameieleza katika juzuu ya 4, hadithi nambari 358, wa Ibn Majah wa Ahmad, lakini pia na Imamu Ahmad ameieleza, wa ghairuhum, na wengineo katika ahlul hadith. Waqad ajaba Ishaq an istidlal al-fariq al-awwal, na akajibu Ishaq kwamba kuwajibu wale ambao wa madhehebu ya kwanza ile ambao walisema kwamba hato swaliwa, akasema innamal mirathu bilistihlali, hakika si vinginevyo mirathi ndiyo inathibiti kwa kule kutoa sauti. Amma salatu fa innahu yusalla alayhi, amma kuswaliwa ataswaliwa. Kwa nini? Li'annahu nasamatun kutiba alayhi shaqa'u was-sa'ada, kwa sababu huyo kashakuwa ni kiumbe ameshaandikwa ima ni mwema au ameshakuwa muovu. Kwa sababu nafahamu sisi malaika wanaingia katika, malaika unapofika umri wa mtoto kwenda kupulizwa roho, unapofika ule umri, basi huandikwa ima kuwa mwema au mtoto yule kuwa muovu. Kwa hiyo maadamu muda wake umefika wa kupulizwa roho, basi huyo anatakiwa aswaliwe. وقد نقل الخطابي عن أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه أنهما قال, ومسيما هوا watu wawili hawa Ahmad ibn Hanbal na Ishaq ibn Rahawayh, annahuma qala kullu ma nufikha fihi ar-ruh, kiumbe chochote kilichopulizwa roho, watammat lahu 4 ashhurin wa 10, na akatimiza miezi 4 na siku 10, sulliya alayhi, kitaswaliwa kiumbe hiko. Na Imamu Nawawi rahimahullah anasema, wadhahiru anna siqta inma yusalla alayhi idha kana qad nufikhat fihi ar-ruh, na dhahiri ni kwamba siqtu ataswaliwa endapo tu atakapokuwa umefika ule umri wa kupuliziwa roho. Wadhalika idha stakmala 4 ashhurin, na hapo ni pale anapofikisha miezi 4. Thumma mata, kisha akawa amekufa ndani ya hiyo miezi 4. Fa amma idha saqata qabla dhalika fala, amma ikiporomoka hiyo mimba chini ya hapo, yani kabla ya kupulizwa roho, fala, basi haitofaa na haitokuwa lazima kuswaliwa. Kwa nini? Li'annahu laysa bimayitin kama la yakhfa, kwa sababu hapo kisheria huyo sio maiti kama ilivyokuwa, hakuna kificho katika hilo. Na yeye ametegemea asili ya hadithi gani? Ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameipokea sahaba Abdullah ibn Mas'ud, ni hadithi marfu. Anasema, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawma, hakika jumbile la mmoja wenu hukusanywa katika tumbo la mama yake 40 yawman, siku 40. Yani baada ya kuingia tone la manii linakaa siku 40. Thumma yakunu alaqa, kisha baada ya hapo linakuwa pande la damu, mithla dhalika, mfano hizo siku 40. Thumma yakunu mudgha, kisha inakuwa mifupa, kisha inakuwa pande la nyama, mithla dhalika,
mfano wa hiyo siku 40, thumma yab'athu Allahu malakan, kisha Allah anampeleka malaika, fayamfuku fihi ruh, basi malaika huyo humpulizia roho. Maana yake hapo ni miezi minne, 4 ashhur ni miezi minne, wa ashru na siku 10. Kwa hiyo hapo anakuwa kiumbe amesha kamilika. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ni hadithi muttafaqun alayhi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.